Picha inaanza ikionyesha binti moja ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli moja hivi. Basi kuna mdogo wake ambaye alikuwa amechelewa kuja katika mazingira ya kazi. Dada mtu alikuwa analalamika sana, akasema, mdogo wangu, vipi mbona umechelewa kuja kazini jamani? Unaniacha nifanye kazi zote nikiwa peke yangu kweli? Akasema, samahani dada yangu, kuna sema ambapo nilipokuwa nimepitia nimechelewa, samahani. Akamtuma, dada yangu, nimekukosea sana, naomba unisamehe, ila nimeshakuja, kazi tutazifanya sasa tukiwa pamoja. Mpaka dada yake akachanganyikiwa kweli kweli. Huku kuna mteja ambaye alikuwa pembeni, alikuwa anaomba kitafunio pamoja na kahawa na aliagiza ili aweze kupatiwa. Basi moja kwa moja dada mtu ndipo alipoandaa kahawa pamoja na chakula, ndipo alipompelekea mpaka pale alipokuwa amekaa. Akasema, jumuike hapa, kahawa na kitafuno fulani hiki hapa nimekuletea. Akasema, wewe weka hapo kahawa yangu. Huyu mteja anaonekana alikuwa na kisirani huyo. Akagusa kwenye kikombe cha kahawa. Akasema, kahawa gani hii umeniletea ambayo sio ya moto hii? Nimekuambia uniletee kahawa iliyopoa mimi? Nimekuambia leta kahawa ya moto na niletea kahawa iliyopoa wewe binti? Ni mambo gani uliyoyafanya haya? Huku kuna mteja, naye mteja wa kiume huyu hapa alikuwa anamuita. Akamwambia, tafadhali binti, unaweza kuniletea kahawa? Akamstopisha kwanza. Akasema, ngoja nimalizane na huyu kwanza, alafu nitakuja kukusikiliza. Akamwambia, madamu, samahani, kahawa hii hapo ndio iliyoko hapo ya moto, hakuna kahawa iliyopoa hapa. Yaani hiyo ni ya moto, hiyo imekamilika. Akasema, hapana, usije ukaniona kama mimi ni zero brain. Nimegusa kwenye kikombe kabisa hapa, sijaungua. Wewe unakuja kuniambia kwamba hii kahawa ilikuwa ni ya moto? Akasema, samahani jamani mama, basi ngoja tuje tukuchemshie. We, akanyanyua kile kikombe akamwagia ile kahawa. I say, akaachia ile sahani moja kwa moja. Huyu mteja wa kiume aliyekuwa amekaa pembeni hapa akakinga ile kahawa nyingine ikambaki, ikamrudia. Ndipo alipomdaka moja kwa moja. I say, alipomdaka moja kwa moja wakatazamana kwa design kama hii hapo. Akamwangalia binti, kusema kweli alikuwa ni binti mzuri. Baada ya kuwa wanatazamana moja kwa moja, kuna hisia fulani ambazo ziliwakumba wote kwa ujumla. Ukimwangalia vizuri huyu binti, kusema kweli ni binti mzuri. Hata wewe mwenyewe unamuona na imani unamuona, mpenzi mtazamaji. Basi binti pale alipokuwa kwenye kifua cha huyu PDG mwanaume, moja kwa moja hisia zilimpeleka mbali. Akaanza kumtomasa, yaani ni kama vile walizama kwenye dimbwi la mahaba. Bana we, asi na chanya zimegongana. Binti anakurupuka, anakuja kugundua kwamba yuko kazini. Kijana anazidi kumng'ang'ania, akamwambia, sikia, nimekuambia niletee kahawa, bado unazidi kuongea na mtu ambaye haeleweki. Akasema, kusema ukweli, asante kwa kulichokifanya. Kahawa ilikuwa ya moto, ingenimwagikia hata wewe mwenyewe ingekuzura. Akasema, hapana, mimi siwezi kuzuliwa na vitu dogo, najilinda kutumia hii kitu. Alipomuonyesha bastola, binti alitaka kutoka pale. Akamwambia, sikia, unaweza ukafanya hivyo kama nilivyokuelekeza labda? Yaani unaweza ukaniletea kahawa? Hata mimi mwenyewe nahitaji huduma vile vile. Binti akasema, basi naomba uniache niende nikahudumia wateja tafadhali. Mimi hapa nilipo nipo kazini. Akamshika mkono. Akasema, binti, wewe kama nilivyokuelekeza kwamba unatakiwa uniletee kahawa, na kusema ukweli wewe ni binti mzuri, mrembo kweli kweli. Kijana ndipo alipoamka. Moja kwa moja mkono alikuwa ameuweka kwenye koti lake, ina maana alichomoa mguu wa kuku, akamnyoshia yule mteja ambaye alikuwa na kislani pale pembeni. Binti akamwambia, samahani, usifanye hivyo tafadhali, usije ukafanya hivyo, acha kufanya hivyo. Akasema, nakwambia ukae chini. Ndio, lala kifudifudi kwenye sakafu hapo. Yeyote yule ambaye yuko humu ndani anatakiwa lale kifudifudi. Sitaki kuona mtu yeyote akiwa amenyanyua kichwa hapa. Binti alikuwa nafikiri ni masiala, lakini jamani, kipenzi changu sweetie, akasema, hata na wewe mwenyewe lala chini. Basi moja kwa moja ndipo alipomnyeshia bunduki, na huyu hapa ambaye binti alikuwa pembeni yake, ambaye ni mdogo wake na huyu mhudumu humu ndani. Akamwambia, wewe, huyu ndiye anayehitajika sasa, tunatakiwa tumchukue huyu hapa. Huyu
mchukue moja kwa moja, mlete mpaka huku kwenye gari. Tunakuja kugundua kwamba huyu binti ndiye aliyekuwa anahitajika, yani ndiye waliokuwa wamekuja kumchukua. Bana we, hatari. Binti anakataa, akasema jamani, naomba mniache. Akasema hapana, wewe ndiye tunayekuhitaji. Moja kwa moja ndipo alipomteka, akamvisha kile kikaratasi cheusi. Huku mwanamke anazidi kupiga makelele, anasema mwapigie polisi, na mnakubali kuwekwa mateka kabisa hivi? Akamweka chini ya ulinzi, akasema na wewe nyamaza, usiendelee kupiga makelele au nikubongonyoe. Huku bidada ambaye tulimuona akiwa mhudumu hapa, ndipo alipomsogelea mdogo wake, akamwambia sikia, hivi ni kitu gani? Kwa nini wanakufuatilia hapa? Ni kitu gani ulichokifanya? Akasema kusema kweli mimi sijui, hata mimi mwenyewe sielewi. Sasa sikia, cha kufanya ni kitu gani unajua? Kusanya pesa zote ambazo ziko humu, ambazo tumeshauza na zingine ambazo hujauza. Kwa hiyo ukimbie kutoka katika haya maeneo, sawa? Akasema sasa unataka kufanya nini dada yangu? Akasema wewe ondoka, usiendelee kukaa hapa, sawa? Mimi ngoja nivae hiki wanichukue, kwa sababu wakifika huko wakakuta sio mimi, hawatanifanyia kitu kibaya. Ndipo alipovaa kile kikaratasi cheusi, alipovaa kile kimfuko cheusi, moja kwa moja akawa amejiweka chini ya ulinzi. Huku huyu mama alikuwa anaendelea kupiga makelele, akasema sikia, usipokaa kimya nitakubongonyoa kichwa, yani mimi nitakunyamazisha milele. Basi ndipo alipomchukua huyu bidada ambaye alikuwa amejiteka yeye mwenyewe, akajivalisha kile kinyago, moja kwa moja akaenda naye. Baba mtu aliona kile kitendo ambacho dada yake alifanyiwa, kusema ukweli aliumia kweli kweli. Basi moja kwa moja ndipo walipotamburuka naye, wanamleta mkuku mpaka huko ndani. Hatujui ni kitu gani ambacho walikuwa wanamtafutia huyu binti. Binti anapiga makelele, anazidi kusema, akasema kwamba jamani, mimi familia yangu ni maskini, kwa nini mnafanya mambo kama haya kwangu? Sisi hatuna pesa, hatuna hela, mnaniteka ili niwasaidie nini jamani? Akasema subiri, utaona ni kitu gani ambacho kitatokea kwako. Moja kwa moja bosi anamwangalia kijana wake, akasema mlete hapa. Kijana anafuata amri, moja kwa moja anamsogeza hapa kwa tajiri, akamwangalia, akasema mpandishe juu ya meza hapa. Hello, hatujui ni kitu gani kinaenda kutokea mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangalia picha hii nzuri kabisa. Akamwambia kijana, kazi yako ishaisha, hautaki kuendelea kukaa hapa, ondoka, tuache mimi na huyu humu ndani. Basi kijana baada ya kumaliza kufanya kazi yake alimwacha bosi wake. Alikuwa anajua yeye mwenyewe ni kitu gani ambacho alikuwa anahitaji kukifanya juu ya huyu binti mzuri aliyemteka kule hotelini. Moja kwa moja alimsogelea, akachomoa kisu chake ambacho alikuwa amekiweka kwenye koti lake. Akasema kusema ukweli, sihitaji kuona name tag yako, kile kitambulisho chake ambacho kilikuwa kwenye nguo yake. Moja kwa moja akatoa na kizibao ambacho walikuwa wanakivaa wakiwa pale wanapofanyia kazi zao ya kuuza chakula. Basi moja kwa moja alimsogelea. Hatujui ni kitu gani ambacho alikuwa anahitaji kukifanya juu ya huyo binti. Tuendelee na picha yetu, tutajua kila kitu. Akasema vipi wewe? Akamwambia wewe ndio unahitakiwa kubadilisha kila kitu. Binti hakujua alichokuwa anakimaanisha huyu mwanaume ni kitu gani. Binti akasema unataka nini kutoka kwangu? Lakini unataka niwe mke wako au? Maana pale tulipogusana inaonekana ulinipenda. Akasema kuwa mke wangu? Hapana, hilo sio lengo langu. Kijana alikuja anaingia mkuku ndani, akamwambia bosi, wale wapinzani wetu wamekuja. Mpinzani wetu mkubwa yuko katika maeneo haya. Basi kijana alivyosikia hivyo alishtuka kweli kweli. Kweli huyu mpinzani anatembea huku akiwa anajiamini. Ameshika mguu wa kuku huku kwenye nyungu kwa staili kama hiyo, alafu anatembea akiwa kifua mbele kabisa kama mtu aliyedundwa ngumi ya mgongoni. Basi moja kwa moja alifungua mlango huyu Mikaeli moja kwa moja ili aweze kumuona huyu kilichomleta katika haya maeneo ni kitu gani. Moja kwa moja akamsalimia, akasema sitaki salamu yako, na imani kabisa kilichonileta hapo nakijua. Akasema yuko wapi dada yangu? Akapiga moja kwa moja design kama hii hapo, wakamsogeza binti moja kwa moja mpaka pale alipokuwa. Huyu hapa mdogo wake walikuwa wamemweka mateka, wamemteka.
Akamuita, jamani kaka yangu Mikaeli, upo? Lazima sogea wewe, usije ukamsogelea. Vipi wewe, mbona unajipendekeza? Sasa sikia, usipotekeleza nilichokuambia, mimi nitamuoa mdogo wako. Tamuoa mdogo wako, hebu muangalie. Akamsogeza moja kwa moja mpaka pale alipokuwa amesimama kijana. Akasema, hebu muangalie mdogo wako. Ukimwangalia mdogo wako unamuona aje? Angalia nywele zake hizi. Yana na nywele nzuri, anafanana kama malaika. Sasa nakwambia ukweli, usipotekeleza tulivyoongea mimi na wewe nitamuoa. Akataka kumkuida, akasema, wewe usije ukasogeza hata mguu hata kidogo, takumongunyoa ubongo hapa. Na imani tulivyopanga mimi na wewe, unaelewa? Akasema, ndio ninaelewa. Sasa fanya hivyo basi, letee nilichokuambia na mimi nikupe mdogo wako. Akasema, kila kitu kiko hapa, nishatekeleza, sina muda mwingi wa kukaa hapa, nakupa dakika moja. Wewe ushafanya nilichokuambia, mlete huyo mtu ambaye namhitaji hapa. Halo, alipewa dakika moja, ashatekeleza alichoambiwa. Moja kwa moja alirudi ndani mkoko. Akasema, sikia, mimi sina chaguo lingine, natakiwa huyu binti nimkabidhi kwenye mikono ya yule jamaa ili na yeye aweze kunipa mdogo wangu. Kwa hiyo basi we binti utanisamehe bure, ngoja nimchukue nikamkabidhi pale kwa yule mwanaume, kwa sababu nahitaji mdogo wangu aachiwe. Basi ndipo alipomtoa kile kimfuko ambacho alikuwa amewekewa usoni. Alipomwangalia alikuta sio mwenyewe. Kanuze njaya kasuzi kampente rugomoka. Sasa wewe kijana vipi? Tulikwambia kwamba mchukue huyu au yule mwingine. Akasema, bosi, kusema kweli ndio huyu, mimi ni huyu ndiye niliyemwepa. Akataka kumchapa moja kwa moja. Akasema, ni kitu gani unachokisema hicho? Unataka kuniingiza kwenye matatizo wewe kijana, vipi? Wewe unakuwa kama kipofu. Huyu ndiye tulikuwa tumemteka kweli? Ndio huyu. Vipi wewe, mbona unafanya kazi bila Hello. Bosi alipagawa kweli kweli na haya aliyoyafanya. Akasema, wewe vipi, unataka kufanya nini sasa? Ni kitu gani unachokifanya juu unachotaka kukifanya juu ya mdogo wangu? Hello. Ukasikia risasi huko imepasuka huko juu ya anga. Alikuja akiwa anakimbia mkuku. Akasema, ni kitu gani unachotaka kukifanya wewe? Akasema, wewe, sina muda mwingi wa kuendelea kukaa hapa. Nimekupa dakika moja, umeshinda kutekeleza nilichokwambia. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Mwanaume aongei sana, mwanaume anafanya vitendo. Akasema, sikia, mimi nitaenda kumtafuatilia. Akasema, kweli niliyemleta sio mwenyewe. Akasema, kwa hiyo nataka kusemaje? Akasema, nipe muda mwingine na kuhakikisha nitafanya hivyo unavyotaka nifanye. Kijana alichanganyikiwa kweli kweli, kwa sababu alivyotarajia sivyo mambo yalivyoenda. Aliomba apewe muda mwingine. Akasema, sikiliza nikwambie kitu. Unajua kabisa kwamba mimi sicheki na mtu yoyote, si ndio? Na mimi namhitaji yule binti. Kwa hiyo kileta masiara kama nilivyokuelekeza. Akasema, sikia, nimefanya makosa sasa hivi, hayawezi kujirudia tena. Nipe muda uone kama sitaweza kufanya kile tulichopanga mimi na wewe. Akasema, wewe bado unaboboaje, hauongei? Akasema, utafanya si ndio? Akasema, ndio nitafanya hivyo. Akasema, sasa sikiliza nikuelekeze. Mimi kama unavyojua sinaga masiara na mambo yangu, sitaga masiara na kazi mimi. Akasema, huyu mrudishe nyuma. Aliona mdogo wake anarudishwa nyuma, akamnong'oneza. Akasema, sikia, una masaa 48, unatakiwa umeshatekeleza, la sivyo. Hello. Mwanamume anaonekana alikuwa hatanii kweli kweli. Alipewa masaa 48 awe ameshatekeleza kile alichoambiwa. Alipagawa. Mdogo wake alirudi akiwa anamuona kwa staili kama hii hapo, huku kijana wake alikuwa ameshazimishwa. Vipi huyu naye usingizi umempataje tena haraka hivyo? Anakuja kumgusa, anakuta shazimishwa, huku binti ameshakuwa kanyali la mshegwa. Anamnyomelea na yeye mwenyewe ili aweze kumtwanga chupa ya kichwani. Anakuja kugeuka nyuma, anajiandaa kumtandika pa. Akaushika mkono. Aise, binti, calm down please. Kwani unafanya mambo kama hayo jamani? Akamnyang'anya ile chupa moja kwa moja, akaisogeza pembeni kwa design kama hii hapo. Akamwambia, punguza monkali binti, hatujafika huko. Akasema, niache niondoke mimi. Akasema, wewe hauwezi kuondoka kwa kutumia njia hizo.
lazima ukubali tukubaliane mimi na wewe. Akamwambia, huwezi kuendelea kunishikilia hapa, mimi nitatafuta njia ya kuondoka tu. Mwe mmelala, mwe mjalala, ipo siku utaondoka kutoka hapa. Aisee, kijana akamwambia basi ondoka, nenda. Akasema mlango umefungwa, akamtupia funguo kwa design kama hapo. Akamwambia wewe nenda. Binti akakimbia moja kwa moja mpaka mlangoni. Yuko serious kabisa, anahitaji kuondoka. Akasema sikia, lakini bado kuna kibarua cha kumtafuta mdogo wako. Nitamnasa tu. Kwa hiyo kumbuka, umemwokoa mdogo wako, yeye awe huru, wewe kifungoni. Kwa hiyo hata ukikimbia, mimi nitaendelea kumtafuta tu mdogo wako. Kwa hiyo kama unataka kumuokoa, basi endelea kuwa na mimi, tukubaliane. Ndio. Binti aliposikia yale maneno, moja kwa moja alinyongonyea. Ni kweli alimuokoa mdogo wake, yeye aweze kuwa kifungoni, mdogo wake aweze kuwa huru. Kwa hiyo anatakiwa atumikie, endapo hata kiondoka, bado kazi anakuwa hajaimaliza. Huyu mwanaume atamtafuta mdogo wake na atampata. Kwa hiyo binti alikosa la kufanya, akabaki akiwa amenyongonyea kweli kweli. Akasema hata nikikimbia, bado mdogo wangu atakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo aliona jambo lile atafanya jambo ambalo halina maana. Akamwambia, kwa hiyo ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya sasa? Akasema ni makubaliano tu, natakiwa tukubaliane. Ndio. Aisee, binti alifikiria, akaona sio vyema kukimbia. Akamwambia funga mlango. Akamwambia sio kufunga hivyo kuegesha, yani funga kabisa, yani funge kabisa na kufuli. Funga kitasa kabisa na kufuli. Binti akafanya kama alivyotaka. Kusema kweli alikuwa na namna. Akasema njoo. Anaanza kumburuza kama yeye mwenyewe anavyotaka. Akasema ni kitu gani lakini unachokihitaji kutoka kwangu? Utakiona tu. Akasema njoo. Njoo hapa niletee ufunguo huo. Binti moja kwa moja kinyonge akasogea mpaka pale alipokuwa. Bosi akamwambia hapana, so kuja ukiwa umenyoka kama mlingoti, tambaa chini kwa chini. Ndio, uje ukiwa umetambaa chini kwa chini bwana wewe. Unakujaje ukiwa umenyoka hivyo? Mimi kwa sasa ndo bosi wako. Binti alikubali, akapiga magoti moja kwa moja. Anakuja akiwa ametambaa kwa design kama hii hapo. Nimekwambiaje? Utambae chini kwa chini uniletee ufunguo. Binti alitii amri bana, bila shuruti. Unaambia unatii amri bila shuruti. Ndio. Ndiye aliyemuokoa mdogo wake asije kawa katika mikono yao. Yeye ni afadhali kwa sababu walikuwa hawamuhitaji. Na ni kweli alichokipanga ni kweli kilikuwa. Akamsogelea moja kwa moja mpaka pale mdomoni. Anakuja mdogo. Anakuja. Anamwangalia kama anaoka kadada vipi. Akataka kumchoma kwenye shingo kutumia ule ufunguo. Akamshika mkono moja kwa moja. Chukua ufunguo kaminya ukadondoka chini kwa design kama hii hapo. Unaniumiza. Muda wote wewe unataka kupambana tu. Sasa sikia. Kuna vitu vya kumaliza kwa vita na kuna vitu vya kumaliza kwa maongezi. Sasa wewe mimi nakupa uhuru wa kuendelea kuwa sawa. Unataka kupambana Kumbuka wewe ndiye umejitolea kwa ajili ya mdogo wako, au unataka tumumalize mdogo wako? Akasema hapana. Hapana. Sasa kama hutaki tumumalize mdogo wako, wewe ndio unatakiwa ufidie kile ulichokifanya, si ndio? Akasema ndio. Okay. Wakakubaliana kabisa kwamba anatakiwa awe mpole kwa sababu haya yote yeye mwenyewe ndo ameyataka. Basi moja kwa moja kamanda akavua mkanda kwa style kama hii hapo. Binti anaangalia huyu anataka kufanya nini. Akasema unajua wewe mtu anapokupa muda wa kuwa huru, kumbe uhuru wenyewe hautaki bana. Huku akiwa anafungua mkanda anamwambia maneno kama haya. Akasema leta mkono huo. Nyanyuka. Akamnyanyua mkuku kwa design kama hii hapo. Akachukua ule mkanda aliokuwa ameuvua,
moja kwa moja akamfunga mikono kwa design kama hii hapo. Akasema mtu anataka kukupa uhuru lakini uhuru wenyewe hautaki. Akasema uhuru kweli? Unataka kunipa uhuru? Akasema kuna watu wanapewa uhuru lakini uhuru hawautaki. Najua huelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Lakini ungekuwa unataka kuelewa, ungefuata kile ninachokuambia. Akasema ni uhuru gani wa maumivu kama huu? Wewe unanipaje uhuru wa maumivu kama huu? Kuna uhuru unaofuatana na maumivu kweli? Akamnong'oneza akamwambia, kuna watu wengine hawataki uhuru. Kwa sababu gani? Wanachagua maumivu kama wewe hapo. Moja kwa moja picha yetu inaendelea, mpenzi mtazamaji. Tunamwona binti akiwa amejinamia kwa design kama hii hapo. Anamwangalia huyu bosi ana malengo gani na yeye. Je, ni kitu gani ambacho alikuwa anataka kumfanyia mdogo wake? Kumbuka huyu binti alijiingiza kwenye huu msala, yeye ulikuwa haumuhusu. Mdogo wake ndiye alikuwa mlengwa, sio yeye. Anakumbuka yote alimfanyia huyu bosi. Ajiuliza, hivi kweli huyu mtu atakuwa na nia mbaya na mimi kweli? Alikuwa hajui bana. Ni usiku wa giza siku zote. Hajui ni kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu ni usiku wa giza, nuru haiko ndani yake. Basi alishangaa sana kwa kile kilichokuwa kinaendelea mle ndani. Alishtuka alipoona kijana anaingia na anamkata jicho. Kumbuka alikuwa amemzimisha pale. Kadada wewe, umenitia ngeo wewe. Moja kwa moja akaleta nguo akaziweka pale pembeni. Bosi akasogea katika yale maeneo. Hatujui ni kitu gani ambacho wanahitaji kukifanya. Ni vitu gani mnavyotaka kufanya hapa? Akamwambia kwamba wanamtafutia mwanamke mzuri, yule mafia. Moja kwa moja hapa kulikuwa na mavazi ya aina mbalimbali. Ndiyo, moja kwa moja wanayapangua kutoka kwenye begi. Wanamuonyesha kwamba yule mafia anahitaji kupata mwanamke mzuri wa ndoto yake. Kwa hiyo huyu binti ndiye aliyekuwa mlengwa. Wanataka kumpeleka kwa yule tajiri, yule mafia, au vipi? Hebu tuendelee na picha yetu, mpenzi mtazamaji. Tutajua kila kitu ambacho kitaendelea. Bwana wewe. Moja kwa moja zilitolewa nguo nzuri kabisa. Wakamsogezea yule binti. Katoa na hii hapa anaitwa Sidilia. Moja kwa moja kamwangalia huyu kijana, anasema bado mdogo, akasema wewe toka hapa. Akamwambia toka, kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa kuendelea hapa, hayakuhusu. Kwa hiyo tupishe sisi watu wazima tuendelee na mambo yetu. Moja kwa moja Sidilia akamwonyesha huyu binti. Akasema sasa sikia, wewe ndiye unayetakiwa kuvaa hivi. Njoo uvae binti. Binti haelewi ni kitu gani ambacho anachokimaanisha huyu jamaa. Vipi tena? Kwa hiyo unataka mimi nivae hivi? Akasema chagua. Ndipo alipoinuka pale alipokuwa amekaa kwenye kiti ili aweze kumsikiliza huyu kijana anataka nini. Bila hata kufunguliwa mikono, moja kwa moja alianza kuchojua nguo moja moja. Kijana anaangalia jinsi huyu binti alivyokuwa ameumbika. Kumbuka kule kwenye hoteli alikuwa ameshamnoki. Alikuwa ameshamnoki kule kwenye mgahawa. Basi binti moja kwa moja anaendelea kuchojoa nguo moja moja ili aweze kuzivaa zile nguo ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili yake. Kusema kweli, ukimwangalia vizuri huyu binti, mpenzi mtazamaji, ni binti mzuri kweli kweli, binti mlembo. Bila hata kufunguliwa zile kamba, binti alivaa moja kwa moja zile nguo. I say, alivyomaliza kuvaa zile nguo, kusema ukweli, alitoka chicha. Mwangalie vizuri, hata yeye mwenyewe alianza kumeza mate. Akasema sasa sikia, mimi siwezi kujifunga huku nyuma, umenifunga mikono. Kwa hiyo hii kazi unatakiwa uifanye wewe. Unatakiwa uifanye wewe mwenyewe. Kijana moja kwa moja alimsogelea, akawa anamfunga vizuri. Kwa uzuri kabisa kule nyuma.
Lakini mpenzi mtazamaji, hata ningekuwa mimi nisingekubali bwana. Wewe utakubali? Utakubali huyu binti aende kwenye mikono ya mtu mwingine? Hebu niambie bwana. Ni kabinti kazuri kweli kweli, kameumbika barabara. Basi kijana alikuwa anaendelea kukafunga ili kaweze kuwa vizuri, lakini kadiri ilivyokuwa anamfunga, basi moja kwa moja hisia za malavi davi ndivyo zilivyokuwa zinazidi kumnyemelea huyu kijana. Moja kwa moja akamuuliza, unawaza nini? Unataka kufanya nini wewe? Akasema hapana, mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Ndio, niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Akasema kwa hiyo hata na wewe unadhani unahitaji msaada kutoka kwangu? Ndio, chochote utakachokitaka mimi nitafanya, kusema ukweli. Kumbuka huyu binti moja kwa moja alimtorosha mdogo wake, yeye akajiweka mateka ili aweze kuchukuliwa. Huenda yeye mambo hayatakuwa magumu kama mdogo wake ambaye alikuwa anahitajika. Akasema sasa ni stage gani inayofuata sasa? Mwanaume anamwambia ni hatua gani inayofuata sasa kutoka hapa? Akamwambia labda umenivisha vizuri, labda unataka kunipeleka hotelini, au unataka kwenda kunifundisha jinsi mimi sielewi ni kitu gani ambacho unahitaji nifanye kwa sasa, au unataka kunipeleka kwa yule mafia au? Akasema hapana, unavyowaza hivyo sivyo kabisa, ila mimi nataka uende ukawaage wazazi wako kwamba hautakuja kuonekana milele. Nenda kuchukua dokumenti zako, uwaage wazazi wako kwamba hautaonekana milele. Binti furaha yake ilirudi ndani. Alifikiri labda amemvisha vizuri, labda kuna sehemu ambapo anataka kumtoa out, lakini alimwambia kwamba anatakiwa aende akawaage wazazi wake kwamba hataonekana milele. Moja kwa moja huku nyumbani, mama mtu alikuwa anahangaika huku na kule ili aweze kuona kama atampata watoto wake. Ni siku kadhaa sasa zimepita wakiwa hawaonekani huku nyumbani. Akasema, mtoto wangu vipi, ulikuwa wapi? Akamwambia mama, kusema kweli mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukuaga. Kuniaga? Mama alishangaa sana, kuniaga tena? Mama akaja anakimbia mkuku. Umesema unataka kuniaga, kwani unataka kuelekea wapi? Unataka kwenda wapi mwanangu? Mbona sikuelewi? Huku nyuma anashangaa kuna mwanaume naye alikuwa anatia timu huku ndani. Mwanaume yuko serious kweli yani. Akasema, mama, nimekuja kukuaga. Nataka niende nikaolewe na huyu mchumba wangu. Huku nyuma anavaa pete kisirisiri. Hataki kumrusha roho mama yake. Anamwambia kwamba amekuja kumwaga ili aenda kaolewe na huyu mchumba wake. Akasema, kwa hiyo mimi kesho naenda kuolewa na huyu mwanaume. Kwa hiyo mama yangu, nimekuja kukuaga na kukutambulishia na mchumba wangu ili uweze kumuona. Kijana alimsogelea huyu binti akamnong'oneza, nasema, ni kitu gani unachokifanya wewe? Mbona sikuelewi? Mama huko anashangaa, mchumba. Akasema, sikia, unajua mimi nafuata kila kitu unachoniambia. Sawa, nafuata kile unachoniambia. Hata kijana mwenyewe hakuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Akasema, sasa mwanangu, mdogo wako na wiki sasa haonekani hapa nyumbani, alafu na wewe pia unakuja kusema eti unataka kuondoka. Ni mambo gani hayo unataka kuniambia? Mbona mimi sikuelewi? Akasema, kusema ukweli mama, huyu ni mpenzi wangu, tunapendana. Akasema, mpenzi wako toka lini? Akasema, huyu anaitwa Mikaeli, ndiye nitakayeenda naye, kwa hiyo itakuwa naye muda wote, kwa hiyo wala usiwaze, huyu ni mchumba wangu huyu. Mama anazidi kuchanganyikiwa. Mchumba tena? Anamwambia wala usiwaze, mimi na huyu tunapendana kabisa,
ni mchumba wangu wa muda mrefu. Mama akasema mwanangu, wala sikatai, nafurahia kwa kusikia hivyo. Lakini sasa huyo mchumba mbona hujawahi kuniambia kabla kwamba una mchumba? Wa mchumba wa ghafla vipi tena mwanangu? Mbona sikuelewi? Akasema mama, ni siku nyingi. Akasema hata sikuelewi ujue. Nikiangalia jinsi ulivyovaa. Mbona sielewi kinachoendelea ni kitu gani mwanangu? Hebu niambie ili niweze kuelewa. Akasema mama, huyu ni kipenzi changu na ananipenda, hata na mimi nampenda pia. Kwa hiyo tunapendana mama yangu. Si ndio? Mikaeli. Si ndio sisi tunapendana mimi na wewe? Kumbuka huyu anavyoambiwa haelewi ni kitu ambacho kinaendelea. Akamsogelea kwenye sikio akamwambia ya. Akamnong'oneza. Kubali kwamba unanipenda. Tumtoe wasiwasi mama yangu ili aweze kuamini kwamba mimi na wewe tunapendana. Sawa? Tumuondoe wasiwasi. Kwa tutaondoka hapa tukiwa mimi na wewe. Akiwa anajua kwamba wewe ni mchumba wangu. Basi kidogo jamaa akakubali, akasema ndio. Huyu ni mchumba wangu, mimi na yeye tunapendana. Kidogo mama akawa ametabasamu kwa design kama hapo. Basi jamaa akawa amekubali kishingo upande. Alikubali kumuoa ili waweze kuwa pamoja. Hasa na yeye mwenyewe roho ilimsuta, roho ya kibinadamu ilimjia bana, akasema haina haja ya kufanya hayo yote kwa binadamu mwenza. Bwana we, moja kwa moja hawa walioana. Mpenzi mtazamaji, na picha yetu nzuri kabisa hapo ndipo inapoishia mwisho. Mimi niliweka maneno ya Kiswahili katika picha yetu nzuri kabisa. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kaz. Bwana, weka maoni yako hapo kwenye comment section. Uniambie umejifunza nini katika hii picha. Jinsi walivyokutana na huyu kijana na jinsi walivyokuja kuoana. Niambie sasa ni kitu gani umejifunza kwenye hii picha yetu nzuri kabisa. Basi naomba unisapoti kwa kusubscribe na kuweka alama ya kengele ili kila picha nitakayokuwa naiweka katika channel hii uwe ni wa kwanza kuipata. Chao. Tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsik.